Ambia tunaangalia hali ya Watanzania walioko nchini Afrika Kusini baada ya kuona video katika mitandao mbalimbali ya kijamii zikionyesha vurugu ambazo zimekuwa zikiwalenga wananchi ambao wanatoka katika mataifa mengine. Na kabla ya kumsikia alichosema balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini, tuzungumze hapa na Fortunatus Kasomfi. Huyu ni mwandishi wa habari lakini pia ni Mtanzania aliyeko nchini Afrika Kusini. Fortunatus Kasomfi, habari za Johannesburg bila shaka? Habari njema, habari za hapo nyumbani kwa ujumla? Salama kabisa, na kwa hilo tabasamu na utulivu ulionao ni kwamba leo mambo yako shwari, sio? Kwa ujumla tunaweza kusema kwamba yako shwari, japokuwa tulishaambiwa kwamba wanafikiri kulileta zoezi hili katika jiji la Johannesburg, ambako ndiko hasa mimi ninaishi hapa. Lakini kwa wengi ambao tuna matarajio na tunachokiona ni kwamba huenda ikawa tu ni danganya au tishia toto, japokuwa tahadhari kubwa inachukuliwa kwa namna moja au nyingine. Na ni miji ipi sasa ambayo imekumbwa na hizo kadhia ama hizo vurugu zinazoendelea za kuwashambulia raia wa kigeni? Mji ambao ulikuwa una kadhia kubwa zaidi ilikuwa ni mji wa Durban katika jimbo la KwaZulu-Natal. Huko kidogo hali haikuwa shwari sana, walikuwa wakitembea katika maeneo ya biashara za wageni na kuweza kuwaletea kadhia na vurugu za hapa na pale. Kama unaweza kuona hapa nyuma yangu, hayo ni mageti ya moja kati ya maduka ya hapa ambayo kuna vifaa. Kwa mfano hapa wanafanya kusuka nywele na saluni nyingi ni za wageni. Hizo nazo pia zimekuwa katika moja kati ya mfululizo wa kuvamiwa hapa na pale, na mpaka hivi sasa hazijafunguliwa. Sijajua kwamba watafungua leo hii au hilo tishio kidogo linawatishia. Lakini upande wa pili pia kuna duka ambalo linauza vifaa mbalimbali vya simu pamoja na mitandao ya kijamii, yani internet, nalo pia mpaka hivi sasa halijafunguliwa, japokuwa naweza nikasema bado ni mapema. Lakini wengi wa wageni wamechukua tahadhari na wanaliangalia hili swala kwa kina zaidi, kwa sababu wenzetu hawa wanakuwa wakitoa kauli zao mara zote huwa zinakuwa haziendi hivi tu. Sawa kabisa. Na serikali ya Afrika Kusini yenyewe inasema jamaa, mamlaka za maeneo hayo ambako vurugu zinatokea zenyewe zinachukua hatua gani pale ambapo raia wa kigeni wanashambuliwa? Kwa ujumla katika jiji la Johannesburg kuanzia siku ya juzi kulikuwa kuna ulinzi wa kutosha tu ambao umekuwa ni kitu cha kawaida hivi sasa. Katika kila baada ya mtaa kuna gari 2-3 za polisi wa jiji, yani metro polisi, pamoja na polisi wengine wa kawaida. Lakini pia hata katika maeneo mengine ya vitongoji, katika uingiaji na utokaji wa vitongoji hivyo, kumekuwa na magari ambayo yako tayari yakiwa katika utayari wa kuweza kushiriki iwapo kutakuwa labda kuna aina yoyote ile ya sintofahamu au shambulio ambalo halitakuwa zuri sana kwa raia wa kigeni au hata kwa raia wenyewe wa nchi husika. Kwa kifupi, ulinzi upo na gari za patrol zinaendelea kuzunguka huku na kule kuweza kuangalia sehemu ambazo ni korofi. Siku zote sehemu korofi zimekuwa zikiangaliwa sana na polisi wameelekeza nguvu sana huko. Umetutajia miji kama vile Durban katika jimbo la KwaZulu-Natal. Tunafahamu kwamba Waswahili wengi miongoni mwa maeneo yenye Waswahili wengi nchini Afrika Kusini pamoja na Durban. Mpaka sasa, mpaka tunavyozungumza hivi sasa, hakuna taarifa zozote za raia kutoka nchini Tanzania ama raia wa Kitanzania ambao wamedhuriwa katika vurugu zinazoendelea? Mpaka hivi sasa naweza kusema kwanza shukrani za dhati ziwaendee mabalozi waliotangulia, Sylvester Mbokile pamoja na Gaudence Milanzi, lakini huyu aliyeshika kijiti hivi sasa Mheshimiwa James Gilawa Bwana, wameendelea kuimarisha umoja, mshikamano na mawasiliano ya kina baina ya Watanzania katika makundi mbalimbali katika miji, vitongoji pamoja na majiji. Nilipata kuongea na kiongozi wa Tanzania katika jiji la Durban, Tekwini Ekakasini, maarufu kwa jina la Mwakasala au Summertime, lakini pia niliongea na Mohamed Namo ambaye ni mwenyekiti wa Watanzania pale. Mpaka hivi sasa hakuna taarifa yoyote ya Mtanzania aliyevamiwa. Lakini pia niliongea na kiongozi Shaibu kutoka Mpumalanga ambaye pia naye alinipa taarifa kwamba hakuna taarifa yoyote na kila Mtanzania anachukua tahadhari ya kutosha sana. Na pia niliongea na dada Lucy Mlomi ambaye yuko katika jiji la Cape Town. Yeye ni
kiongozi kwa upande wa kina mama TACOSA, yani Tanzania Community in South Africa. Huko pia hakuna taarifa yoyote ya Mtanzania kuweza kuletewa kadhia ya namna hiyo. Lakini pia niliongea na Rama Kamponi katika jiji la Cape Town, nako ni shwari. Pretoria katika jiji niliongea na Mwanamtemba maarufu huyu, yeye pia Pwebu na wengine wote wako salama kabisa, na pia Swedi Ramazani Swedi ambaye ni mwenyekiti wa TACOP, naye anasema kila kitu kiko sawa sawia. Na pia niliongea na makamu mwenyekiti wa Watanzania TACOSA, mheshimiwa anaitwa Gilbert Mate maarufu kama Mangi. Yeye tena alikuwa yuko safarini na amepita sehemu nyingi, alikuwa akiangalia kama kunaweza kukawa kuna aina yoyote ile ya Mtanzania kupata kadhia au tabu ya namna ambayo labda ameshindwa kuleta taarifa. Kote huko anasema hakuna taarifa ya Mtanzania yeyote ambaye amekumbwa na kadhia hiyo. Sasa hawa raia tunaowaona kwenye video wakishambuliwa ni raia wa nchi gani hao? Kwa kifupi, kuna video moja ya zamani kidogo ambayo nafikiri Mheshimiwa Balozi ataitolea maelezo. Hiyo tutamsikiliza Balozi. Nazungumzia hizi video nyingine ambazo tumekuwa tukiziona kwenye vurugu. Hizi zingine raia wengi unajua wanaoingia katika mkumbo huu ni wale raia kutoka nchi kama vile Msumbiji, Zimbabwe, Malawi. Unajua wakati Afrika Kusini walipopata uhuru, nchi hizi zilipewa nafasi fulani hivi, wakawa wamepewa vibali fulani vya kuwa wakazi. Sasa vile vibali vilikuwa vinawasaidia wao kupata shughuli mbalimbali. Sasa wao bado wamebakia katika hizo shughuli, wakati wenye nchi sasa wanataka waziache shughuli hizo, na hawa hivyo vibali vinawaweka kuweza kufanya shughuli hizo. Kwa hiyo hapo ndo kumekuwa na muingiliano huo. Kwa sisi wengi wetu hatukuwa na hizo vibali vya namna hiyo kwa wakati ule, labda ukiacha tu vya ukazi wa hapa na pale, lakini hawa walipewa mpaka vitabu vya ID. Sasa wao wanang'ang'ania kuendelea kubaki katika machimbo, labda katika huko kwenye machimbo, au kufanya kazi za ndani, kufanya kazi katika viwanda, kazi ambazo wenye nchi sasa wanasema kwamba ni wakati wao kuziacha wafanye shughuli zingine. Ndio hasa wanapata kadhia hiyo hawa raia kutoka Msumbiji, Malawi na Zimbabwe, ambao ni majirani wa karibu na wamekuwa ni watu ambao hata lugha kuna muingiliano wa karibu sana. Lakini kuna nchi kama vile Lesotho, Botswana na nchi zinginezo, huko raia wao wengi kwa sababu ya muingiliano wao huwa hawapati kadhia ya namna yoyote, kwa sababu ni kama vile ni jamii moja. Kwa hiyo mara zote wanazungumza, yanaisha. Sawa kabisa. Kwa hiyo kubwa zaidi ambacho wanadai hao raia wa Afrika Kusini ni kwamba hawa wageni wamekuja kuchukua nafasi zao za ajira, sio? Ni kweli wanasema kwamba tumekuja kuchukua nafasi za kazi, na pia kuongeza idadi kubwa ya watu ambao wana uhitaji wa huduma za kijamii, ikiwemo kama vile tunazungumzia kuhusu afya, tunazungumzia kuhusu masuala ya maji na vitu kama hivyo. Wanasema kwamba wale raia wengine ambao wanaishi pasipo na vibali wanasababisha idadi ya watu ambao wanapewa huduma inakuwa ni kubwa zaidi, wakati wao hawajafikia idadi hiyo, na mwisho wa siku wale ambao wanatakiwa kupata huduma hizo wanazikosa, kwa sababu watu wengi wamevamia huduma hizo na zimezidiwa, yani zimeelemewa kwa kiasi kikubwa. Ukiachilia mbali na swala zima la kukosekana kwa ajira ambalo limeongezeka kwa kiasi kikubwa kwa takribani 35% hivi sasa, kutoka 33% miaka miwili iliyopita. Kwa hiyo huduma za kiafya, maji, umeme na vitu kama hivyo wanalalamika kwamba zinakuwa zimevamiwa na zimeelemewa. Na kuna ukweli wote kwamba wamekuwa wakiingia kwenye sehemu za kutolea huduma za kijamii kama kwenye hospitali, kwenye sehemu nyingine kama hizo, na kuwafukuza humo wale raia wa kigeni wanaokuwa muda huo wanapata huduma katika maeneo hayo, kama ambavyo tumeona video kwenye mitandao ya kijamii. Nyuma yangu hapa ukiangalia huko nyuma hapo ni hospitali ya Southling, moja kati ya hospitali ambazo kwa kweli zilikumbwa na kadhia hiyo. Ni kweli kwamba kulikuwa kuna watu walioko barabarani kabla ya kuingia katika hospitali hiyo, walikuwa wanaweza kukusimamisha, wanakuuliza unakwenda wapi, kibali chako kiko wapi, na raia wengi ambao walikuwa hawana vibali walirudishwa. Waliambiwa wasiende kwa sababu hawatakiwi kwenda kule, hawana vibali, na ni kwa nini wanaingia Afrika Kusini pasipokuwa na vibali. Kwa hiyo ni kweli kwamba kumekuwa na hali kama hiyo, lakini sio hapa tu katika eneo hiyo la hospitali hiyo, lakini pia hospitali ya Addington iliyoko Durban
kule ndio kumekuwa na matukio ya mara kwa mara, walikuwa wakiamua kukaa mpaka katika mageti na kuingia hata katika mabenchi na kuwanyanyua watu, kitu ambacho serikali imekuwa ikipinga, kwa sababu kanuni na sheria pia katiba ya nchi inaruhusu raia yoyote aliyeko ndani ya Afrika Kusini awe ana kibali au hana kibali, ni lazima apewe huduma ya afya, kwa sababu afya ni swala lingine kabisa ambalo linatakiwa kuangaliwa katika picha tofauti. Kwa hiyo kumekuwa na hata makundi ya haki za binadamu zimefungua mashtaka, na ndio maana unaona sasa hivi hata ile kundi la Dudula halina nguvu sana, wakina Atlanta Lux halina nguvu kihivyo, lakini sasa kuna makundi mengine yanaibuka kama Uyoga, ambayo sasa kila leo yanakuja yakiwa na uhitaji na aina ile ile ya staili ya Dudula. Umekaa Afrika Kusini muda mrefu sana, Fortunatus Kasomfi, nafikiri tangu ukiwa kijana mdogo, umekaa zaidi ya miaka 20 hapo. Kwa sasa hivi, kwa hali inayoendelea, unamshauri nini Mtanzania ambaye anatamani kuja kutafuta maisha Afrika Kusini? Afrika Kusini ninayoiona ya sasa ni Afrika Kusini ya kuweza kufanya biashara na kuchukua bidhaa, labda kubadilishana, kuleta bidhaa na kuleta nyumbani na kuchukua bidhaa hapa kuleta nyumbani. Lakini kwa mtu kusema uje utafute fursa na vitu kama hivyo, kwa ujumla kama unavyoweza kuona imekuwa kidogo na sintofahamu, ni vurugu kubwa. Yawezekana kama una mtaji mkubwa wa kutosha, panafaa, unaweza ukaishi ukafanya jambo, na kama ninavyoweza kusema wengi wanafuatilia hivyo vibali na vitu kama hivyo. Lakini kwa wale wa kubahatisha, wale wenzangu na mimi mabaharia, kwa ujumla hali si shwari sana. Nakushukuru sana Fortunatus Kasomfi, asante sana kwa kuzungumza nasi. Ni Fortunatus Kasomfi huyo akiwa Johannesburg nchini Afrika Kusini. Lakini pia nilitamani kujua namna ambavyo mamlaka za Tanzania zilizoko Afrika Kusini, kwa maana ya ubalozi wetu chini ya Balozi James Bwana, ni kwa jinsi gani wanawalinda Watanzania na kufuatilia pia kwa kina matukio haya. Lakini pia nilitaka kujua uhalisia wa vipande vya video ambavyo vimekuwa vikisambaa kwenye mitandao ya kijamii, na nikamuuliza balozi na haya hapa yalikuwa majibu yake. Asante sana ndugu mwandishi kwa swali ambalo umeniuliza kufuatia taarifa ambazo zimekuwa zikionekana katika mitandao ya kijamii katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na kinachosemekana ni vurugu zinazofanyika katika Jamhuri ya Afrika ya Kusini dhidi ya raia wa kigeni. Taharuki kubwa ambayo umenieleza imejitokeza nyumbani ni mara baada ya kuanza kuonekana kwa picha za video zikionyesha baadhi ya watu wakipigwa na watu hao kusemekana kuwa ni raia wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Labda nianze kwa kujitambulisha kwamba jina langu ni James Bwana. Mimi ni balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Jamhuri ya Afrika Kusini, mwenye dhamana pia ya uwakilishi katika Falme ya Lesotho na Jamhuri ya Botswana. Kwa kujibu sasa swali lako ni kwamba kwa niaba ya ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taarifa ambazo tunazo ubalozini mpaka hivi sasa ni kwamba hakuna mtu yoyote katika kipindi cha siku za hivi karibuni ambaye ameshambuliwa ambaye ana uraia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ameshambuliwa na hicho kinachoonekana kuwa ni kama makundi ya raia wazawa wa hapa wakishambulia wageni. Hatuna Mtanzania yoyote ambaye tumepokea taarifa kwamba ameshambuliwa. Na ubalozi umeenda mbali, umefanya pia tathmini na kufanya mazungumzo na viongozi wa jumuiya za Watanzania katika majimbo kadhaa, majimbo 9 ndani ya Jamhuri ya Afrika Kusini, na kuwauliza kuhusiana na iwapo katika maeneo yao yupo Mtanzania yote ambaye ameshambuliwa kama inavyosemekana na kurushwa katika mitandao ya kijamii huko nyumbani. Ukweli ni kwamba videos zinazoonekana zikirushwa, yani picha mjongeo, zinahusisha matukio ambayo yametokea zamani, siku za nyuma. Mathalan, video ambayo imeonekana ikitembea sana katika mitandao ya kijamii kwa siku ya jana na juzi ni tukio ambalo lilimuhusu Mtanzania mmoja katika mji wa Cape Town mwaka 2023 ambaye aliingia katika duka moja na kujaribu kufanya vitendo ambavyo ni kinyume cha maadili. Basi alipokuwa akikimbia sasa kutaka kutoka katika duka lile, basi aliweza kukamatwa na wananchi wenye hasira, na ndio huyo anayeonekana akishambuliwa. Na tukio lile halina kabisa uhusiano na uraia wake wa kigeni, bali lina uhusiano wa moja kwa moja na kitendo kisicho cha kimaadili ambacho alikifanya ndani ya duka lile. Lakini kwa masikitiko makubwa, balozi umegundua kwamba tangu jana na juzi picha ile ya mwaka 2023 ya mjongeo imekuwa ikichukuliwa na imetengenezewa maudhui
kuonekana kana kwamba ni tukio ambalo limetokea siku za hivi karibuni, mfano wiki hii au wiki iliyopita, na hivyo kuleta taharuki huko nyumbani na kadhalika. Nitoe tu hakikisho kwamba hadi hivi sasa hali ni tulivu, maisha yanaendelea kama kawaida. Matukio ambayo yanaonekana yakitokea yamekuwa yakiwahusu watu wengine na hayako kwa ukubwa hivyo kama ambavyo imeonekana ikirushwa na kadhalika. Wiki iliyopita palikuwa na tukio jingine lilionekana la mtu akishambuliwa katika duka. Pale ni katika jimbo la KwaZulu Natal jijini Durban, ambako raia mmoja wa kigeni wa nchi nyingine ambao nisingetaka kuitaja, lakini si Mtanzania, alionekana akishambuliwa na baadhi ya watu kwa sababu ambazo siwezi kuzifahamu, mimi na wewe hatuzifahamu, lakini alionekana akishambuliwa katika duka lile na watu waliomfuata dukani kwake na kumshambulia. Lakini kwa masikitiko makubwa ikaja tena ikaruka video mjongeo ikisema kwamba yule ni Mtanzania, amefuatwa dukani kwake, anashambuliwa na wananchi wenye hasira kwa sababu ni raia wa kigeni na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo nitoe rai kwa watu wa maudhui, content creators katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na popote pale walipo. Masuala ya namna hii yanaweza yakazua taharuki kama ambavyo imeonekana kwa huko nyumbani, na yanaweza yakaleta masikitiko makubwa katika ya kimahusiano iwapo utaratibu wa aina hiyo utaendelea. Pale ambapo mtu amepata taarifa anahitaji kuirusha katika mtandao au kuitengenezea maudhui ya kimtandao, ni vyema akaihakiki taarifa hiyo kupitia vyanzo rasmi. Kwa huku Afrika Kusini tupo ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kule Tanzania upo ubalozi wa Jamhuri ya Afrika ya Kusini. Lakini ipo pia wizara yetu ya mambo ya nje. Yupo pia waziri wetu wa mambo ya nje na viongozi wengine ambao tunaweza kwa namna moja ama nyingine kutoa taarifa ya kuthibitisha tukio ambalo content creator yoyote au mwana maudhui yoyote atatamani kuliandikia habari, ili tuweze kumhakikishia usahihi ama kutokuwa sahihi kwa taarifa anayoitaka kuileta, ili mwisho wa siku isije kaleta taharuki na kusababisha watu kudhani kwamba kuna machafuko makubwa katika Jamhuri ya Afrika Kusini, jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine niseme tu kwamba halipo katika kiwango hicho, na Watanzania wetu hakuna ambaye ameathirika kwa hilo. Basi kutoka Jamhuri ya Afrika Kusini napenda kutoa salamu nyingi za upendo, na kesho tarehe 27 ni siku ambayo taifa hili wanasherehekea sherehe zao za kumbukumbu ya uhuru wao, na sherehe hizi zinafanyika katika mji wa Bloemfontein. Mimi kwa niaba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa niaba ya Watanzania wengine tutaungana na ndugu zetu wa Afrika Kusini katika kumbukizi ya sherehe yao hiyo ya uhuru ambayo tunakwenda kuiadhimisha, na mgeni rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Rais Cyril Matamela Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kusini. Basi itoshe tukusema asanteni sana na ninawatakia asubuhi njema. Ni James Mbwana ambaye ni balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini, na nilizungumza naye jana na siku aliyokuwa anazungumzia uhuru wa Afrika Kusini tarehe 27 ambayo ni leo.